Kama nilivyokueleza mjomba, ni wazi yule binti anajutia. Kama kweli angekuwa anajutia, hivi angekuwa na nguvu ya kuongelea machafu yake aliyofanya mbele yako? Yaani mimi mwenyewe naona aibu kuyaongelea, halafu yeye anakuja anaongea bila aibu. Sio bure mjomba, yule binti atakuwa anafurahia alichokifanya. Mjomba, hii dunia haina mkamilifu. Kila mtu yupo kwenye mapito na mafunzo. Hivi unaweza kujua itachukua muda gani mtu kujifunza? Maana yawezekana huyu bado yupo darasa la kwanza kwenye mafunzo yake. Isihaka, sitaki kufufua makaburi, lakini unakumbuka mkeo wa mwanzo ulimkuta tayari na mtoto? Ni kweli nilimkuta na mtoto, lakini hajawahi kunisaliti kipindi chote nilichokuwa naye. Na mimi sikutaka kujua maisha yake ya nyuma, ndio maana nikamuoa. Hata huyu wa sasa pia sikutaka kujua maisha yake ya nyuma, ndio maana nikamtolea mahari. Mjomba, kwa kweli nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kumtunza yule binti, lakini hiki ndo nilichoambulia. Hawa watu wakuletwa duniani ili tuwatunze, bali waliletwa ili tuwatunze na tuwafunze. Yule bado ni binti mdogo sana, ana mengi ya kujifunza. La muhimu, kaonyesha wazi anajutia makosa yake, hivyo nakusii umsamehe, maana ndoa zina mengi. Mjomba, unanijua mwanao, tayari nishasema hapana. Sawa, mimi siwezi kukulazimisha, lakini jifikirie. Sina cha kujifikiria kabisa, tayari nishafanya maamuzi yangu. Ngoja nimjibu, sababu aliniomba kama ukikataa nimpe jibu ili aondoke, maana atakuwa hana alichobakiza hapa Zanzibari. Mjibu tu. Lakini kama sijamjibu, wazazi wako wanasubiri ndoa yako ujue, na hivyo uko nyumbani lazima watauliza kuhusu ndoa. Sasa utawajibuje? Hao niachie mimi, lakini tafadhali naomba usiwaambie chochote kilichotokea. Siku nikiwa tayari nitawaambia mwenyewe. Sawa. Halo mjomba, akasemaje? Mjomba, huyu mwenzio bado anahitaji muda. Tafadhali mjomba, usimdanganye, mwambie ukweli. Sitaki. Tayari amekusikia. Safari njema mjomba. Asante mjomba. Hebu jikaze bwana, maana hata wafiwa hawalii siku zote. Sasa wewe utalia kila siku hadi lini? Mjomba wake amejitahidi kumsia nisamehe, lakini bado amekataa. Sasa kinachofuata ni nini? Nataka nirudi nyumbani ili tukalishughulikie hili swala, ingawa sijajua nitaanzia wapi kumweleza mama. Itabidi tu umwambie ukweli kama unahisi utapata msaada. Yaani wewe kamwambie kila kitu kama ulivyofanya kwa mjomba, maana hamna mzazi ambaye anaweza kumwacha mtoto wake aibike. Sawa, ngoja mimi nirudi nyumbani nikapange nguo. Safari njema shoga yangu, mimi sikusindikizi maana naenda kazini. Sawa, lakini ukikutana na Mudi mwambie namtafuta. Sasa Mudi mimi nitampata wapi sasa hivi? Najua huwezi kumpata sasa hivi, lakini kama ukikutana naye naomba umwambie namtafuta. Halafu ukifika nyumbani usisahau kubadili hizo nguo shoga yangu. Sawa. Maskini shoga yangu, hata boda leo hupandi, yani kaachika siku 3 tu lakini kachakaa balaa. Hivi niliwaza nini kumwambia maneno yote yale mtoto wa watu? Kwani yeye ndo wa kwanza kukosea? Kwa kweli nimefanya jambo la kinyama kutomsamehe yule binti. Yaani hadi kaenda kujidhalilisha kwa mjomba kunionyesha ni jinsi gani anahitaji msamaha wangu, lakini bado sikuliona hilo. Lakini yote haya yametokea kwa sababu nimejaa kiburi cha kujiona bora kuliko wenzangu. Na wakati nilimwacha mtoto wa watu miezi kibao bila hata kumuona. Halafu nilivyokuwa na roho ya kikatili, nikamtuhumu kwa kosa ambalo hata hajafanya. Kwanza nina uhakika hawakulala pamoja, na inawezekana hata yule kijana alijibu vile kwa kuwa na uoga. Janet mpenzi wangu, nipigie simu angalau nijue uko salama. Usinifanyie hivi tafadhali, mwenzio nateseka. Kwa kweli nimechoka kuteseka, wacha tu nimpigie. Kama ataniona bwege, sawa. Halo. Halo, mbona kimya sana? Unamaanisha nini kusema hivyo? Namaanisha toka uende kwenu, umekuwa kimya sana.
Yaani unijulishi chochote kinachoendelea. Au mwenzangu umeshaolewa? Naolewa na nani wakati mume wangu hunitaki? Kwa hiyo hicho ndo kisa cha kunikalia kimya? Wewe unadhani mimi napenda kukukalia kimya? Sasa kama upendi kunikalia kimya, mbona hujawahi kunipigia simu tangu ufike huko? Mwenzio nilikuwa naogopa kukupigia, maana nakumbuka mara ya mwisho uliniambia nisikutafute tena. Tafadhali, naomba hayo tuyasahau. Si unajua ulimi hauna mfupa. Kwanza unarudi lini? Vipi, umenimisi? Hamna, mimi nataka tu kujua unarudi lini. Si useme tu umenimisi? Wewe nijibu kwanza, unarudi lini? Hayo mengine utayajua ukifika huku. Mimi nilikuwa nasubiri tu simu yako ndo nirudi, maana sikuwa na mtu mwingine wa kunifanya niishi huko. Kama ulikuwa unasubiri simu, tayari nimesha kupigia. Ehe, unarudi lini? Au shida ni nauli? Nauli ni changamoto pia, lakini changamoto kubwa ilikuwa ni simu yako. Basi kama uko tayari, niambie nikukatie tiketi uje kesho kutwa. Wewe ungetuma tu nauli nikakatia tiketi huku, maana sasa hamna abiria wengi, kwa hiyo ukikatia tiketi ndani ya basi unapunguziwa nauli. Sitaki gari, maana utachelewa, na kukatia tiketi ya ndege hadi Dar. Ukifika utanikuta. Mwenzio siamini kama ni kweli unanikatia tiketi ya ndege. Amini mama, hiyo ndio raha ya kupendwa. Mimi niko tayari hata ukinikatia hiyo tiketi sasa hivi. Kama uko tayari na kukatia ya kesho jioni. Sawa, hiyo ya kesho itakuwa nzuri ili nipate muda kukuandalia sato na sangara. Sawa, basi ngoja nikutumie hela kidogo kwa ajili ya matumizi yako hapo nyumbani. Nashukuru sana mpenzi. Wao, hatimaye naondoka. Naona dawa zimefanya kazi. Hatimaye umefika mpenzi. Vipi, safari ilikuwaje? Kwa kweli safari ilikuwa ya raha sana. Yaani huwezi amini hata sijachoka. Hivi ulivyopanda ndege, hujachungulia chini kweli? Mimi tena. Yaani mara yangu ya kwanza Mkerewe kupanda ndege nisichungulie chini. Kwa kweli nimechungulia vizuri tu. Watu watakuwa wamekuona mshamba. Yaani wamejua wazi kabisa kuwa ndo mara yako ya kwanza kupanda ndege. Mimi hata siwazi. Maana nina imani hata wao walipopanda kwa mara ya kwanza walifanya hivyo hivyo. Huwezi amini, nilikuwa nimekumisi hadi nikawa nahisi kufa. Yaani sijui umeniroga. Mimi nimekuroga kidogo sana, ila sema tu wewe mwenyewe unanipenda. Najua umechoka, na sitaki kurefusha mambo. Nisamee mpenzi wangu, kwa tabia zangu za kiburi nilizokuonyesha. Naomba tusahau yaliyopita na tugange yajayo. Nimekusamee mpenzi wangu, lakini naomba unionyeshe bafu kwanza nikaoge, maana hapa nilipo nina hali mbaya. Usiniambie upo kwenye siku zako, maana naweza kujinyonga.